السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. वो लोगों Khalifa mtukufu ayyadahullah taala ibn Aziz anasema kwamba tafsiri ya aya hii ni kwamba enyi mlioamini umelazimishwa kufunga saumu kama waliolazimishwa wa kabla yenu ili mpate kumcha Mungu. Allah Taala Khalifa mtukufu anasema kwamba हमें फिर महज और महज अपने फजल से Mwenyezi Mungu kwa fadhila zake ametujaalia mara ya tena kwamba tumepata mwezi mtukufu wa Ramadhan katika maisha yetu. बरकत लेकर आता है. Mwezi huu mmoja ambao unaleta baraka chungu mzima. Kuhusu mwezi huu Mwenyezi Mungu anasema kwamba katika mwezi huu umelazimishwa kufunga saumu. Umelazimishwa kufunga saumu je kwa ajili ya hii kwamba msile tangu asubuhi mpaka jioni? तकवा इख्तियार करो. Si kwa sababu ya hii, bali ni kwa sababu ya hii kwamba mche Mwenyezi Mungu mpate ucha Mungu, kwa sababu huu ni ucha Mungu ambao unatupatia baraka chungu mzima. Sayyidna Ahmad alayhi salatu wassalam anasema kwamba anayefunga saumu anatakiwa azingatie kwamba kufunga saumu si maana yake kwamba awe na njaa, bali maana yake ni kwamba aendelee kufanya ibada ya Mwenyezi Mungu ili amwelekee Mwenyezi Mungu. कि खुदा से लौ लगाना और दुनियावी Kumwelekea Mwenyezi Mungu maana yake ni kwamba kuwa karibu na Mwenyezi Mungu na kuacha tamaa za dunia. ऐसी हालत हो Amesema Sayyidina alayhi salatu wassalam kwamba katika siku hizi za Ramadhan hali ya mwaminio inatakiwa iwe ya aina hii kwamba सिर्फ और सिर्फ kukata uhusiano wake na tamaa za dunia, azingatie ridhaa ya Mwenyezi Mungu na kitendo chake chote kiwe kwa ajili ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Amesema saumu maana yake ni hii kwamba mtu kwa kuacha chakula moja ambacho
फरमाया कि जो kina faidi mwili ale chakula kingine kinachofaidi mwili wa kiroho. हमें चाहिए कि हम Amesema wale ambao wanaofunga saumu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, si kwa ajili ya kuonyesha watu waendelee kumtukuza Mwenyezi Mungu na kufanya tasbihi ili wapate chakula kingine cha kiroho, एक मोमिन के लिए ये जरूरी है। basi kwa ajili ya mwaminio अल्लाह ताला ni muhimu kwamba yeye amhimidu Mwenyezi Mungu, amtukuze Mwenyezi Mungu zaidi kuliko zamani katika siku hizi za Ramadhan, बल्कि na yeye asitamke यार maneno haya kwamba Mwenyezi Mungu ni mmoja, bali yeye ajitahidi kuboresha ibada zake, ndipo atapata baraka za saumu, उसको इंसान हासिल ndipo जो अल्लाह ताला ने mwanadamu anaweza कि तुम kupata को इख्तियार कर lile lengo कुर्ब हासिल करो। ambalo limewekwa na Mwenyezi Mungu kwa ajili ya saumu, yaani kupata uchamungu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema safari moja kwamba saumu ni ya ngao na vile vile ni ngome ya kusalimisha katika moto, बनता है जो खुदा ताला lakini saumu hii inakuwa ngome wakati हर अमल को करे। mtu खुदा ताला की रजा anafanya vitendo vyake vyote kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, na kila wakati azingatie ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Siku kucha afanye maombi na तकवा के बारे में amtukuze Mwenyezi Mungu na afuate njia za uchamungu. जगह पर Kuhusu uchamungu, Mwenyezi Mungu katika Qur'an tukufu ametukumbusha mara kwa mara, जो इस सोच के साथ रोजे रखे कि तकवा na amesema kwamba yule anayefunga saumu kwa nia hii kwamba atapata uchamungu, na kwa kumtukuza Mwenyezi Mungu na kwa kufanya maombi के साथ ataishi siku zake, की अदायगी की तरफ भी तवज्जो दे। na pamoja na kufanya maombi na kumtukuza Mwenyezi Mungu atazingatia haki za wanadamu. Kuhusu मैं ही उस watu hawa Mwenyezi Mungu amesema kwamba saumu yao ni kwa ajili yangu na mimi ni ujira wao, हासिल करने वाले yaani kwa ajili ya watu wanaofunga saumu. Katika hali hii wao wanapata ridhaa ya Mwenyezi Mungu na wema और रमजान के yao inakuwa si wema ya muda au kwa mwezi wa Ramadhan tu, तकवा bali का इदराक उनको हो जाता है। ये नेकियां फिर wao wanapata maana ya uchamungu ni nini, na wema yao inaendelea hata baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. अगले रमजान से मिला Watu wa aina hii wanaunganisha Ramadhan moja kwa Ramadhan nyingine. और इस कोशिश से Basi kwa nia hii na kwa fikira hii tunatakiwa tufunge saumu yetu katika Ramadhan hii ili आर्जी ना हो। uchamungu wetu usiwe uchamungu wa muda, भूखे प्यासे रहने के लिए ना हो saumu yetu isiwe saumu ya kuonyesha wengine, कि रूह को समझे बगैर सिर्फ एक दूसरे को रमजान na saumu yetu isiwe bila kuelewa maana ya Ramadhani nini, na tusiwapongeze wengine बल्कि तक kuhusu Ramadhani hii bila kuelewa asili yake, हर सहरी bali और हर अफ्तारी के वक्त tunatakiwa tuzingatia uchamungu wakati wa daku na wakati wa futari. नवाफिल Tasbihi ya Mwenyezi Mungu ya siku mzima na ibada za usiku ziweze kutuonyesha njia za uchamungu, वाले का उसी तरह जवाब उल्टा कर देना na wale wanaotukana sisi tusiwatukane kama wao wanatutukana, bali badala yake अपने ऊपर kwa kuwa na hofu ya Mwenyezi Mungu mioyoni mwetu, wale wanaotukana wanaotudhulumu तकवा kwa kuwajibu sisi tukae kimya tusiwajibu, na kwa kufuata njia za uchamungu tuwajibu kwamba mimi nimefunga saumu. Wakati mtu yeyote anapotudhulumu tuseme inni swaimun, yani nimefunga saumu. बड़ाई Huzuri anasema tunakumbuka kwamba heshima yetu उसी तरह जवाब तुर्की बदुर्की जवाब देने वाले
si katika hii kwamba की गई, tuwatukane wengine kama wengine wanatutukana au wanatudhulumu बल्कि au tuwadhulumu wengine kama wao wanatudhulumu, bali में हमारी बड़ाई heshima yetu ni katika kutafuta ridhaa ya mwenyezi mungu, इस बात में है कि हम ये देखें na heshima yetu ni katika hii kwamba अल्लाह ताला tuzingatie nani अकरमकुम ni nani anayemheshimu mwenyezi mungu. mwenyezi mungu anasema inna akramakum indallahi atqakum, का मौजूद वही है जो सबसे ज्यादा mwenye heshima mbele ya mwenyezi mungu miongoni mwenu ni yule ambaye ni mcha mungu zaidi kuliko wote. बस ये मयार है अल्लाह ताला के नजदीक Basi hii ndiyo ni kiwango cha kuwa mwenye heshima kwa mwenyezi mungu. इस बारे में एक इरशाद है जो एक अल्लाह Kuhusu hii kuna maandiko ya sainam alahi salatu wassalam. Maandiko haya yanamtetemesha yule anayekuwa na haufu ya mwenyezi mungu. sayidna ahmad alahi salatu wassalam anasema kwamba kwa mwenyezi mungu mwenye heshima ni yule ambaye ni mcha mungu. जमात तकिया है खुदा उसको Basi jumuiya ambayo ni jumuiya ya को हलाक करेगा ya wacha mungu, mwenyezi mungu atabakisha jumuiya ile na wengine wote wataangamizwa. खड़े नहीं हो सकते कि मुत्तकी भी Basi hapa wawili hawawezi kusimama, yani mcha mungu pia abaki pale pale na mwenye shari pia abaki pale pale. Ni lazima kwamba mcha mungu abaki pale na yule ambaye ni mwenye shari aangamizwe, कौन उसके नजदीक na kwa sababu mungu anajua nani ni mcha mungu na nani ni mwenye shari, basi खुशकिस्मत jambo hili ni lenye haufu sana. और बद Mwenye bahati ni yule ambaye ni mcha mungu, na mwenye bahati mbaya ni yule ambaye ni chini ya laana ya mwenyezi mungu. ये रोज Huzuri anasema kwamba onyo hili ni onyo lenye haufu sana. अल्लाह ताला फरमाता है Saumu hii na mwezi huu wa Ramadhan, kuhusu mwezi huu mwenyezi mungu anasema hii ni kwa ajili ya kupata uchamungu, इंतहाई रहम का सलूक है कि फरमाया na hii inaonyesha rehema ya hali ya juu ya mwenyezi mungu शैतान को जकड़कर मैंने तुम्हारे लिए inayokuwa juu ya waja wake. Mwenyezi mungu anasema kwamba mimi kwa kufunga shaitani उनका nimewarahisishieni kupata uchamungu na मेरा muweze kufuata लेकिन amri zangu na muweze kupata ukaribu nami. Lakini ikiwa katika hali hii के साथ na kwa kuwa na hali hii nyinyi तुम तो जो दे रहे हो kwa kufunga saumu mnafanya ibada से हुए हो तो रोज lakini hamaachi heshima za uongo na kibiri yenu na majivuno yenu, basi saumu haitawafaidi hata kidogo. इन जालों और खोलों को Hazur anasema ikiwa nyinyi kwa kufanya bayeti ya sainam alahi salatu wassalam hatuachi tabia hii ya kibri, और उसके तकवा na sisi जो नहीं देंगे हम या नहीं देते ikiwa hatuzingatii kupata ridhaa ya mwenyezi mungu na ucha mungu wake katika hali hii sainam alahi salatu wassalam kwamba hii ni vitendo vya aina mbili, नापाकियां yaani kwa kidhahiri anaonyesha ucha mungu lakini moyo wake si safi. Vitu hivi viwili haviwezi kubaki pamoja. Amesema sainam alah salam kwamba jambo hili ni lenye haufu sana, na haufu hii inazidi wakati ये फैसला भी अल्लाह ताला ने अपने पास uamuzi wa ucha mungu hautafanywa na mwanadamu, bali mungu mwenyewe ataamua kuhusu ucha mungu wa mwanadamu. Na wakati mungu mwenyewe ataamua इस्तिगफार kuhusu ucha mungu wa mwanadamu, katika hali hii kufanya tasbihi, kumhimidu mwenyezi mungu na kumtukuza mwenyezi mungu और खुदा ताला के खौफ से na kuishi kwa haufu ya mwenyezi mungu na kuishi usiku kuwa na haufu ya mwenyezi mungu. Zaidi ya hii hatuwezi kufanya kitu chochote, yani lazima tuishi katika hali hii. Na mwenyezi mungu ni mwenye rehema sana, कि मैं ambaye anasema kwamba katika mwezi wa Ramadhan na kuja karibu sana na mja wangu na mtumishi wangu. जितना उठा सकता Kwa hiyo
katika ramadhan mupate baraka kiasi mnachoweza kupata, na kwa ajili ya kupata ucha mungu mufuate amri zangu, njia zangu, ili muweze kuboresha dunia yenu na akhira yenu. कायम हुआ है, इससे भरपूर kambi hii iliyowekwa kwa ajili ya mwezi moja mupate faida के लिए की गई नेकी kisawasawa तुम्हें katika mwezi huu. Wema inayofanywa kwa ajili ya ridhaa ya mwenyezi mungu, wema ile itawapatieni faida zaidi kuliko siku za kawaida. अपनी बातों को भी समझ Basi nyinyi muamke na muboreshe ibada zenu kwa ajili yangu, na muboreshe ibada zenu kwa ahadi hii kwamba tutaendelea kuboresha ibada zetu katika maisha yetu. और अल्लाह muamke na muboreshe vitendo vyenu na mufanye juhudi vitendo vyenu viwe sawa na ridhaa ya mwenyezi mungu, na muboreshe vitendo vyenu kwa nia hii kwamba vitendo hivi vitakuwa और दीन को दुनिया में vitaendelea katika maisha yetu yote. muamke उसका na ahadi muliyofanya ya kutanguliza dini juu ya dunia, mujitahidi muelewe maana yake ni nini katika mwezi wa ramadhan, na mufanye hii kwa nia hii kwamba mtaendelea kufanya hivi katika maisha yenu yote. muzingatie kauli hii ya mwenyezi mungu isimayo, wala tashtaru biayati thamanan kalilan wa iyaya fattakun, मेरी आयतों के बदले yani wala msiuze ishara zangu kwa thamani ndogo, na nicheni mimi tu. कि मेरी बातें yani mwenyezi mungu anasema kwamba में दुनिया की ख्वाहिश maneno yangu ambayo ni dini, badala yake msiwe na tamaa ya dunia. Kumbukeni ये चीज dhidi ya dini, dunia haina thamani yoyote. तभी hii ni fikira ambayo kila mmoja wetu anatakiwa awe nayo, ndipo tunaweza kupata faida sahihi ya ramadhan. बंदे को कह दिया kisha mwenyezi mungu hasemi hii tu kwamba amemwambia mwanadamu kwamba mche mwenyezi mungu, hii ni amri yangu, बल्कि फरमाया कि usipofanya hivi basi utapata adhabu, bali mwenyezi mungu anasema kwamba nyinyi mtapata faida ya uchamungu wenu. kisha mungu ameeleza faida inayopatikana kwa sababu ya uchamungu, na faida zile ni faida za dunia na faida za akhira. mwenyezi mungu anasema और अहकाम ikiwa mnafuata njia खुदा ताला तुम्हारा za sheria za mwenyezi mungu na mtafuata amri za mwenyezi mungu, basi mungu atakuwa rafiki yenu. तुम्हें कोई फायदा नहीं पहुंचा amesema mwenyezi mungu kwamba hawa watu wa dunia hawawezi kuwapatieni faida yoyote. उनका मिन अल्लाह innahum lan yughnu anka min allahi shay'a, वो लोग अल्लाह ताला के मुकाबले में yani hawa watu dhidi ya mwenyezi mungu hawawezi kukupatia faida yoyote. ndiyo maana badala ya kufata kinga cha watu, तलाश करो mnatakiwa mutafute kinga cha yule ambaye ni waliyul muttaqin, yani yeye ni rafiki wa wachamungu, फिर अल्लाह na yeye ni kinga ताला जब तुम कोई भी kwa ajili yao. kisha mwenyezi mungu anasema कोई भी मामला मेरी खातिर करते हो, मेरी mnapofanya kitendo chochote kwa ajili yangu na mnafanya kwa ajili ya ridhaa yangu, फिर अल्लाह na mnafanya kile kitendo kwa kuwa na uchamungu wangu, basi mungu anawapenda watu wa aina hii. amesema mwenyezi mungu, inna allaha yuhibbu lmuttaqin, bila shaka mwenyezi mungu anawapenda wamchao mwenyezi mungu. yule ambaye anayepata mapenzi ya mwenyezi mungu, yeye anataka nini zaidi ya hayo? yeye amepata neema za dunia na akhira, na akhira yake na dunia yake imeboreka kwa sababu ya hii. ने खुद कहकर भी बता दिया कि तुम्हारी na mwenyezi mungu mwenyewe pia ameeleza kwa maneno yake kwa kusema kwamba katika hali hii akhira yenu na duniani yetu itaboreka, दुनियादार इस अंजाम na mwisho mwema ni kwa ajili ya muttaqin. watu wa dunia hawawezi kupata करते हैं, mwisho mwema wa aina huu. मानते हैं
wale watu ambao wanakuwa na subra dhidi ya dhulma ya watu na wanaomba msaada kutoka kwa mwenyezi mungu, hawaombi msaada kutoka kwa watu wa dunia. आगे झुकते नहीं, kwa kuona nguvu ya watu wa dunia hawainami mbele yao. Wale watu wanapata nguvu duniani na hatimaye wao watakuwa washindi. अहमदियों पर सख्तियां वाले huzur anasema siku hizi katika pakistan au katika nchi zingine wahamadia wanateswa, wanasumbuliwa, wanadhulumiwa na wanaambiwa kwamba mtufuate, mkitufuata basi sisi tutaondoa shida zenu na usumbufu wenu na tutakuwa rafiki yenu ikiwa mnafuata amri zenu. Lakini huzuri anasema tunatakiwa tukumbuke kwamba hawa watu wote ni wadanganyifu. आजकल ये अपनी कामयाबियां समझ रहे हैं, इनकी नाकामियां बनने वाली hawa watu ambao siku hizi wanaona kwamba ni ufaulu wao, दावी सहारों पर भरोसा करके siku zinakuja kwamba उनका ufaulu huu utakuwa maangamio यही सहारा kwa ajili yao, दीमक na dhuluma कर खाक में मिलने वाले हैं। wanayofanya kwa kutegemea dunia hii, basi dunia hii itakuwa maangamio kwa ajili yao. Basi muwe na subra, kwa sababu mwenyezi mungu anasema kwamba mufanye subra na muendelee kuinama mbele ya mwenyezi mungu na muombe msaada kutoka kwake. bila shaka nyinyi mtakuwa warithi wa ardhi hii. अल्लाह ताला का वादा है और ये आम na hii ilikuwa ahadi ya mwenyezi mungu na sinama alah salatu wassalam, na vile vile mwenyezi mungu alimwahidi mtume sallallahu alaihi wa sallam, na kwa kumpitia mtume saa sallam alimwahidi sayidina ahmad alah salatu wassalam kwamba baada ya kuja kwa sinama alah salatu wassalam dini itauishwa, na wale watakaobaki juu ya uchamungu wao katika dunia hii na katika akhira hii watashuhudia mwisho wao mwema. ये कुर्बानियां ही lazima tutalazimika kutoa dhabihu, lakini dhabihu hii itaonyesha njia za ufaulu na ushindi, वल आखिबत na dhabihu hii na kujitolea kwetu itaboresha uchamungu wetu, यानी na अंजाम मुत्तियों के हाथ में रहता है। sawa na akibatul lilmuttaqin itatupatia bishara ya mwisho mwema wetu. कि खुदा ताला हमारे basi sisi tuna furaha kwamba mwenyezi mungu yupo pamoja nasi na anatupatia bishara ya mwisho mwema wetu. मुस्लिम उम्मा भी इस राज को समझकर ikiwa siku hizi मुखालफत करने के बजाय umma wa mtume sallallahu alaihi wa sallam kwa kuelewa siri hii badala ya kumpinga sinama alah salatu wassalam wanakuwa wasaidizi wa sinama alah salatu wassalam, ये खत्म हो जाए। katika hali hii utulivu wanaokosa hali hii itakuisha na watakuwa na utulivu. जिहाद के नाम पर fitina na fisadi दूसरे पर inayofanywa kwa jina la jihadi, बदल जाए। hali hii itabadilika katika upendo na mapenzi. ना लीडरों में तकवा है, ना उलमा basi viongozi pia hawana uchamungu, maulamaa pia hawana uchamungu, na matokeo yake ni kwamba भी हकीकी wale ambao wanakuwa malezi ya maulamaa hawa hawana ताला की रजा हासिल करने hawajui maana ya uchamungu ni nini. उलमा hawa watu kwa kupata ridhaa ya mwenyezi mungu wanawafuata maulamaa wa aina hii na wanafanya vitendo ambavyo ni kinyume na maana ya uchamungu. hawa maulamaa kwa kuwahimiza na sisitiza vijana na kwa kuwapatia matamanio ya kupata ukaribu na mwenyezi mungu, hawa maulamaa hawa wamewaendesha vijana hawa katika njia za udhulma. कोई समझाने वाला hakuna anayeweza नहीं। ये तकवा kuwaelimisha hawa vijana na umma ya नेकी नहीं है। waislamu, na hakuna anayeweza kuambia kwamba huu si uchamungu na hii si wema na hii si jihadi ambayo mnaamini kwamba ni jihadi na ni mema. तकवा से दूर ले जाने वाली चीज है। Kumuua mtu anayetamka shahada ni kitendo cha kupeleka mbali na uchamungu. माओ बहनों
alama na sifa ya maaminio ni kwamba rohamao bainahum, yani waaminio wanakuwa na rehema na wanapendana. जुल्म करते हुए तुले हुए जो लोग हैं, lakini hawa maulamaa wanaosambaza dhulma hawawezi kuwa na watu wa kufuata uchamungu. Je, mwenyezi mungu anawafanya mwisho mwema wa watu wa aina hii? Je, mwenyezi mungu anawafanya watu wa aina hii wawe warithi wa ardhi? haiwezekani itokee hivi. mwenyezi mungu hapendi dhulma hata kidogo. क्या ऐसे लोगों को wale ambao wanasema kwamba uhalifa upatikane, je, mwenyezi mungu anawapatia uhalifa watu wa aina hii na wanakuwa naibu wa mwenyezi mungu? को मददगार होगा? mungu ambaye ni rahman, je, anaweza kuwa msaidizi wa wadhalimu? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम yule mungu ambaye alimtuma mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kuwa rehema kwa ajili ya walimwengu, जुल्मों को पनप je, mwenyezi mungu kwa jina la mtume wake mpendwa ataendelea dhulma iendelee kuenea? haiwezekani itokee hivi. के मुताबिक मसीह uhalifa sawa na bishara za mtume sallallahu alaihi wasallam utapatikana kwa kumpitia sinama alayhi salatu wassalam, na kwa bishara na kwa msaada wa mwenyezi mungu uhalifa huu umeshapatikana. दीन के नाम पर kwa kuacha uhalifa huu, और हुकूमतों पर कब्जा करने के तरीक हैं, yoyote inayosemwa kwa jina la जो मैं dini ni kupata utawala उनको मैंने यही कहा wa dunia. ijumaa iliyopita waandishi walikuja, niliwapatia interview na niliwaambia kwamba uhalifa uliotabiriwa umeshapatikana, na uhalifa huu ulipatikana si kwa dhulma bali kwa msaada wa mwenyezi mungu. ulitabiriwa utapatikana na umeshapatikana. lao waislamu wote wangeelewa hii और हुकूमतों के लिए खींचातानियां खत्म हो जाएं, na ufisadi wao uishe na fitina yao iishe. क्योंकि इनकी वजह kwa ajili ya hawa tunatakiwa katika ramadhan tufanye maombi, kwa sababu ya hawa islam na jina la mtume muhammad sallallahu alaihi wa sallam linafedheheshwa na wasiokuwa waislamu. huzuri anasema kwamba profesa wa hapa ambaye anafundisha dini, elimu ya dini, दीन और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में yeye बेहुदा बकवास की, kuhusu mtume saa sallam na kuhusu mahalifa alisema maneno machafu. और तंजीमों के लीडरों और हुकूमतों के सरबराहों को तो maulama na viongozi wa waislam महफूज करने की फिक्र है। kwa ajili ya kupata nguvu wanafanya juhudi, na katika fikira hii wanaendelea kufanya juhudi. hawana nafasi ya kujibu maneno machafu haya yaliyosemwa. इनका मुंह बंद कराने ikiwa तो वो जमात kuna mtu yeyote anayeweza kuwajibu watu wa aina hii ni jumuiya hamadia, na sisi tulimjibu yule profesa. इस्लाम के मुखालिफिन हैं huzur anasema kwamba hawa ni wapinzani wa islam और बोस रखने वाले na wanakuwa na bughudha na uadui na mtume muhammad sallallahu alaihi wasallam. फिल्म बनाई है जो सुना है आज hawa watu wametengeneza filamu nyingine na imesema kwamba katika washington na katika berlin germany katika wakati mmoja watarusha filamu ile, wataonyesha filamu ile. ये लोग समझते katika filamu ile kuhusu mtume sallallahu alaihi wasallam na hazrat aisha radhiallahu taala anhu हैं निशाना बना सकते हैं। wamesema maneno machafu, na wanaona kwamba kwa kufanya hivi wanaweza बर्बाद होने वाले kudhuru islam. इनको अपने hawa watu dunia yao pia itaangamia na akhira yao pia itaangamia, hawaoni mwisho wao. lakini mwenyezi mungu anasema kwamba hawa lazima wataangamia na wataona mwisho wao mbaya. जो एहतजाज करना है sawa na sheria ya dunia बारे में tunayoweza kufanya कह दिया था, kuhusu hii, tumeshaiagiza jumuiya ya Germany लेकिन आज na jumuiya ya Marekani pia ifanye juhudi kwa kuwajibu hawa watu. वसल्लम से lakini leo mwanajumuiya kwa ajili ya kuonyesha upendo wake na mapenzi yake na mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam anatakiwa amswalie mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam sana
subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin आज की kila mwanajumuiya और इस रमजान wa dunia nzima दरूद से भर दे कि जहां amswalie mtume sallallahu alaihi wasallam sana के आपकी ikiwa upande mmoja hili ni jibu la mashambulio ya maadui dhidi ya mtume sallallahu alaihi wasallam vile vile और यही तकवा kitu hiki kinatupatia uchamungu na uchamungu unatupatia इसके बारे में अल्लाह ताला mwisho mwema आपको kutoka kwa mwenyezi mungu kwayo mwenyezi mungu amesema kwamba क़यामत क्यों कहते kwamba mwisho mwema ni ya दुश्मनाने इस wachamungu पारा पारा होकर हवा में उड़ जाएंगे और कामयाब huzur anasema maadui hawa waislam watakapoangamia और मुत्तकीन वही होगा na mwisho mwema utakuwa wa waaminio insha allahu taala चाहिए halifa mtukufu anasema kwamba waislamu wanatakiwa waelewe kwamba बड़े तरीके से hizi ni hila za shetani na za dajali kwamba kwa kutumia hekima wanaochochea ili waislamu wapigane ताकते हैं जिन्होंने kwa sababu gani makundi haya yamepatikana sana ताकि haya ni kwa sababu ya करने का मौका hila za shetani wamewapatia nafasi hii ili waweze kuifedhehesha dini tukufu ya islam तो इस्लाम को kisha kwa kufanya hivi चले जाएंगे wafanye yoyote wanayoweza kufanya kwa ajili ya kuifedhehesha islam आपस में लड़ाकर wanashambulia mashambulio ya ndani kwa kuwachochea waislamu ili wapigane na wanashambulia हजरत सल्लल्लाहु shambulio ya nje kwa kutengeneza filamu dhidi ya mtume sallallahu alaihi wasallam na dhidi ya dini tukufu ya islam के तौर पर na hawa maadui wanajua kwamba kwa sababu ya hii waislamu watakasirika na watakuwa na hasira को लेकर फिर ये kisha ufisadi utakaopatikana duniani kwa sababu ya ufisadi ule wataufedhehesha na watadhalilisha islam ताकत पैदा कर दिया है जिससे hawa mashetani wameanza निकालने वाला कोई नहीं है hila ya aina hii kwamba hakuna anayeweza kuondoa waislamu nje katika hila hii njia moja iliyopatikana hawa waislamu wanakataa ile njia basi ताला kwa ajili ya waislamu natakiwa mufanye maombi sana mwenyezi mungu awajalie akili waweze kutambua na kujua kwamba ni nani उसी मौत को मानकर ambao wamepewa bishara kwamba mwisho wao utakuwa mwema lao waislamu hawa wangeweza kuona ushindi wa islam ये दूसरों के मुतालिक जो मैंने बातें की हैं ये hazur anasema kwamba mimi सुनकर हमें niliyosema kuhusu इस बात पर mwisho mbaya wa maadui kwa kusikia hii hatutakiwi turidhike na hali hii kwamba tumempokea sinam alah salatu wassalam na nidhamu ya uhalifa unapatikana ndani yetu na sisi tunaishi chini ya nidhamu moja bali pamoja na saumu tunatakiwa tuboreshe hali ya uchamungu wetu na kwa kufanya hivi mwenyezi mungu amesema kwamba hili ni jukumu la kila mtu हिस्सा लेने के लिए बस मसीह मौद kwa ajili ya kupata baraka ya jumuiya na baraka za uhalifa उठाने के लिए na kwa kupata faida sahihi ya bayati sinam alah salatu wassalam फैज पाने के लिए na kwa ajili ya kupata baraka za kuwa katika umma wa mtume salallahu alaihi wasallam na kwa ajili ya kuwa mtumishi haswa wa mwenyezi mungu sharti ni uchamungu na mwezi wa ramadhani sababu ya kuongeza na maendeleo kupata maendeleo katika uchamungu kwa hiyo mupate faida kadiri mnayoweza kupata katika nafasi hii अपने इनफराद kila mmoja anayekuwa na hamu ya kuwa mwaminio anatakiwa kwa kuzingatia hali ya vitendo vyake anatakiwa aboreshe hali ya uchamungu wake फरमाई na kwa ajili ya hii mwenyezi mungu ametupatia mwelekeo na mwongozo kwamba hadha kitabun anzalnahu mubarakun fattabiuhu wattakuu laalakum turhamun yani quran ni kitabu
ambacho tulichokiteremsha na kitabu hiki ni chenye baraka, basi mufuate kitabu hiki na mche mwenyezi mungu ili murehemewe. अगर अपने बेहतर अंजाम basi ikiwa mnataka kupata baraka katika ramadhan, mnataka kuona mwisho mwema wenu, na ikiwa mnataka baraka milango za ufaulu zifunguliwe kwa ajili yenu, ikiwa mnataka kupata rehema na mnataka kupata fadhila za mwenyezi mungu, na hamtaki kuwa sawa na wale watu ambao hawana kiongozi, ambao wametawanyika na के नाम पर उनके जज्बात भड़का wanadanganywa na watu ambao कुरान पर wanawadanganya kwa jina la islam. Katika hali hii mwenyezi mungu anasema kwamba mufuate qurani tukufu, muzingatie amri zake na muelewe उनके नजर amri za mwenyezi mungu ni nini. Kwa kumpitia sinam alahi salatu wassalam muelewe amri za qurani tukufu. mwenyezi mungu alimfundisha amri za qurani tukufu kwa जो कुरान करीम niaba ya mtume sallallahu alaihi wasallam. किसी एक को भी छोड़ता है जानबूझ कर sinam alah salam alisema kwamba anaiacha amri moja katika amri 700 za qurani tukufu na hafuati amri ile, yule mtu ये अल्फाज मेरे हैं yeye hana मफहूम hatimizi haki ya kuja katika bayati yake. आप इसे अपनी जमात में शामिल नहीं समझते थे। बस जैसा कि मैं पहले na sinam alah salam alisema kwamba mtu wa aina hii hayumo katika jamaa yake. Huzur anasema hapo awali nimeshawahi kusoma maandiko ya sinam alah salam ambamo amesema kwamba hili ni jambo la hafu. Bila shaka mwenyezi mungu ni mwenye rehema na msamehevu, lakini mwenyezi mungu anasema kwamba और खुलते चले milango ya rehema yangu itabaki मेरे आका wazi kwa ajili ya wale wanaofuata ucha mungu, na kwa kufanya hivi wanafanya juhudi ya kufuata amri zangu zote. Basi mupate baraka kutoka katika baraka hii ya mwenyezi mungu, na msione kwamba amri yoyote ya mwenyezi mungu ni ndogo. इंसान बाज दफा अल्लाह ताला के अहकामात को Halifa mtukufu anasema kwamba mwanadamu baadhi wakati कि दुनिया के hazingatii baadhi ya amri za mwenyezi mungu kwa sababu anakuwa na pazia ya faida ya dunia फजारतें katika macho yake, mali, biashara और वो इनके na mambo mengine ya dunia yanakuwa muhimu zaidi kuliko kwake, na kwa ajili ya kupata mambo haya anafanya दूर का वास्ता नहीं रखता। vitendo ambavyo vinakuwa mbali na uchamungu na mbali na hulka. दुनियावी फ़वाइद के लिए mwenyezi mungu anasema kwamba दीन को भूल je, kwa ajili ya faida hii और मेरे आका ya muda mnasahabu dini समझते हो na hamfuati amri zangu? कि झूठ Je, mnadhani kwamba kwa kusema uongo na kwa kusifu mtu wa dunia na kwa kufanya hiana katika mali ya wengine mnaweza kupata faida ya dunia, तुम अपनी दौलत में इजाफा na kwa kunyima haki za wengine सुनो mnaweza kuongeza mali yenu? Basi sikilizeni kwamba riziki yote inatoka kutoka kwa mwenyezi mungu. अगर खुदा न Yeye ni chemchem ya kila mali. Ikiwa mwenyezi mungu hataki, hamwezi kupata mali hii. तो ये दौलत Ikiwa mnapata mali hii kwa muda, डर बन जाएगी। basi mujue kwamba mali hii si heri kwa ajili yenu, bali ni shari, na hatimaye mtakamatwa na mwenyezi mungu. अगर तुम अल्लाह ताला की Basi ikiwa mnataka kusalimika katika ghadhabu ya mwenyezi mungu, katika hali hii allah subhanahu wa taala anasema kwamba mutafute riziki iliyo halali, मुत्तकियों को ही मिलता है। na riziki iliyo halali wanapata wamchao mwenyezi mungu, na riziki hii inakuja kutoka kwa allah subhanahu wa taala na inakuja katika njia kwazo mwanadamu kawaida hawezi kufikiria kuhusu zile njia. mwenyezi mungu anasema waman yattaki llaha yajal lahu makhraja अल्लाह या तस्बीह wa yarzukhu min haisu la yahtasib तवक्कल अल्लाह है। waman yatawakkal ala llahi जो शख्स अल्लाह का तकवा fahuwa hasbuhu
अल्लाह उसके लिए कोई anayemcha mwenyezi mungu और उसको mungu anafungulia njia kwa ajili yake na anampatia riziki mahali ambapo hawezi kufikiria काफी है। इस बारे में हज़रत मसीह na anayemcha mwenyezi mungu basi mungu याद रखना चाहिए anatosha kwa ajili yake. sainam alah salam anasema kwamba inatakiwa ikumbukwe kwamba tumepata maendeleo kiasi gani katika uchamungu ताला ने na katika utakaso na kipimo chake ni qurani tukufu. एक ये भी निशान mwenyezi mungu miongoni wa sifa za की को muttaqin ameweka alama hii pia kwamba उसके कामों का mwenyezi mungu anaangalia kazi ya wachamungu वमन यत्तकिल्लाह kama alivyosema mwenyezi mungu waman yattaki llaha yajal lahu makhraja हैसु ला याहतसिब, wayarzuqhu min haisu la yahtasib. जो शख्स खुदा ताला से डरता है yani anayemwogopa mwenyezi mungu फरमाया कि जो anayemcha mwenyezi mungu ताला हर एक मुसीबत में उसके लिए mungu खुशी का निकाल देता है और उसके लिए anamfungulia njia katika shida na उसके इल्म anampatia riziki मुत्तकी की है। katika njia ताला मुत्तकी को kwazo yeye hawezi kuzifikiria. नहीं करता। hii pia ni alama ya mcha mungu kwamba yeye haombi kwa watu. kwa mfano mwenye duka anadhani kwamba bila kusema uongo hawezi kupata faida, kwa hiyo anasema uongo na kwa ajili ya jambo hili anasema uongo, lakini jambo hili si sahihi. mwenyezi mungu mwenyewe anamwangalia mcha mungu na anamsalimisha katika hali hii मौका ही नहीं आने देता अल्लाह ताला ऐसे लोगों ambayo inamlazimisha kusema uongo. yaani mcha mungu hawezi kupata hali hii को। फरमाया कि याद ya kupata nafasi ya kusema uongo. तो खुदा ने से amesema kumbukeni, और जब रहमत anayemwacha mwenyezi mungu mungu pia anamwacha, na wakati mungu anapomwacha basi katika hali shetani anaunganisha uhusiano wake naye. na amesema hii pia mwenyezi mungu kwamba mungu hafanyi kinyume na ahadi yake. aliposema kwamba anaruzuku basi anaruzuku. रिस्क से तंग hazur anasema kwamba wale wanaodai kwamba wanamcha mwenyezi mungu kisha hawapati riziki, yaani wana shida ya kupata riziki, hawa watu labda wao wanakuwa na tamaa za dunia sana na tamaa zao hazitimii, au wao ni waongo katika madai ya uchamungu. खुदा ताला की बात बहरहाल गलत नहीं हो सकती। aliyosema mwenyezi mungu ni sahihi, haiwezi kuwa uongo. कि लोग कह देते हैं बाज दफा कि वहाँ कुफार alisema hayo pia sinam alah salam kwamba watu wengine wanasema kwamba makafiri watu wa dunia wana mali sana. बड़ी दौलत amesema sinam alah salam kwamba है और वो ऐशो इशरत में makafiri pia wanakuwa na mali chungu mzima na wao wanakuwa katika starehe, कि वो दुनिया की आंख na waambieni kweli kweli kwamba खुश मालूम देते हैं, मगर दर wao wanaonekana wana furaha katika jicho la dunia, lakini kwa hakika wao wanakuwa katika moto. na jambo hili linathibitisha uzoefu wetu kwamba watu wa dunia wanakosa utulivu, और इसी वजह से उन्होंने अपने na kwa sababu ya hii, kwa ajili ya kupata utulivu wanatumia njia mbalimbali. na wale wanaolewa sababu yake ni hii kwamba tamaa zao hazitimii, सुकून नहीं है, उसको सुकून के लिए na kwa sababu ya hii wanakosa utulivu, कोई शख्स na kwa ajili ya kupata utulivu wanalewa. अल्लाह ताला की रजा के वसूल lakini yule ambaye mcha mungu na anafanya juhudi ya kupata ridhaa ya mwenyezi mungu, गैर katika hali hii akipata hata kidogo anaridhika nayo. का एक एहसान है। ikiwa hana tamaa za dunia, hii pia ni fadhila za mwenyezi mungu na ihsani yake. basi mwanajumuiya anatakiwa azingatie उस मयार पर hali hii kwamba katika ramadhan हाँ दुनियावी alete uchamungu katika kiwango सद तक हो जहाँ तक खुदा ताला ने उसकी इजाजत दी है, ambapo और मालो दौलत का हसूल tamaa ya dunia inakuwa sawa na amri ya mwenyezi mungu.
ikiwa wanakuwa na hamu ya kupata mali basi wawe na hamu hii kwa kuzingatia uchamungu. करते हैं। kisha wenye mali wa aina hii wanatumia mali yao pia kwa ajili ya ridhaa ya mwenyezi mungu. बशीर रफीक साहब ने huzuri anasema nilikuwa naangalia kitabu क्या लेके आया, kimoja kilichoandikwa na bashir rafik saheb kuhusu ustaz Zafrullah Khan saheb. katika kitabu kile tukio moja limeandikwa kwamba kulikuwa mwanasiasa moja alikuwa mtajiri sana, बुक करा लिया करते थे अपनी alikuwa akikaa hotelini hapa london. फैमिली ने। safari moja कहा मेरे पास बड़ी दौलत alipokuja और मैं घुट के कमरों में नहीं, alikaa तो मैं तो पूरे hotelini na alisema kwamba hawezi kuishi katika chumba kimoja, kwa hiyo ali कमीशन हाउस में reserve बशीर रफीक साहब sehemu moja ya hoteli. alimuuliza Zafrullah Khan sahab kwamba unaishi wapi, akasema kwamba mimi naishi pamoja na bashir rafik sahab katika nyumba kadogo na kule naputa chakula. yeye akamwambia kwamba mungu amekupatia mali chungu mzima, kwa nini unaishi katika hali hii? kama mimi nina mali na natumia mali kwa ajili ya kuishi hotelini. Choi sahab akamjibu kwamba लेकिन wewe unapoteza mali yako, चाहता हूँ तो उससे मैं lakini ikiwa mimi बाकी तालीम के na जरूरतमंदों की save money, mimi na save kwa ajili ya wanafunzi, natimiza mahitaji yao, na mimi natumia mali yangu juu ya wale watu ambao hawana uwezo. जरूरत है वो तुम्हें दुनियादारों को नहीं मिल सकता। Utulivu ninaupata kwa kufanya hivi, ninyi hamwezi kupata utulivu ule. na Choisab akasema kwamba mimi nafanya maombi kwamba wewe pia ujue kuhusu utulivu huu, na ukijua uhakika wake hutapoteza mali yako kwa ajili ya starehe ya dunia. जिन्होंने basi hawa ni watu ambao दुनिया से kwa kuchuma dunia और ऐसे ही मुत्तकी hawakuangukia dunia, na hawa ni mutakin. kwao mwenyezi mungu amewabashiria kwamba watapata pepo katika dunia hii na akhira. mwenyezi mungu atujalie kwamba katika ramadhani hii tuweze kupata baraka kutoka katika saumu जिंदगी का हिस्सा ya aina ile ambayo unatupatia uchamungu, unakuwa sehemu ya maisha yetu, na sisi kwa kupata fadhila za mwenyezi mungu tupate pepo ya dunia na akhira. आखिरत का भी अंजाम बखैर katika dunia hii mwisho wetu uwe mwema, na katika akhira pia mwisho wetu uwe mwema. की तस्वीर बन sisi kwa kufanya baiyati ya sinam alah salatu wassalam tuweze kuwa picha halisi ya dini tukufu ya islam, को अपने कॉल tuweze kujibu mashambulio yote ya maadui kwa kauli yetu na kwa amali zetu na kwa maombi yetu. वाले हों उस पर। आज इस्लाम के खिलाफ जो शैतानी कुव्वतें जमा हो गई siku hizi उनका मुकाबला nguvu ya shetani iliyojumuika dhidi ya islam, जैसा कि मैंने कहा jumuiya ya sinam alah salatu wassalam itasimama dhidi yake. कि huzuri anasema kama niliyosema, siku hizi maadui wanafanya njama dhidi ya islam za aina hii kwamba इन पर हमला करो। आमद kwamba waweze kushambulia nchi za waislamu. नहीं आ रही और बाज लीडर शायद waislamu wa kawaida hawaelewi njama yao, एक नियत की हो, na viongozi labda kama kuna moja au wawili wana लेकर nia safi, lakini wao pia hawaelewi njama yao, लेकिन हकीकत na kwa sababu ya hii maadui wanafaulu katika njama yao, जहां उनको na waislamu wanaendelea अपनी बर्बादी के kukamatwa na kuzingirwa na njama yao, na katika hali hii wao wataona समझाने से तो kwamba watashindwa, na sisi tukiwaelimisha hawataki kuelimika na hawataki kuelewa. बेचैन होकर दर्द रखने वाले हैं। उनके ये लोग sisi ambao tunajaribu kuwaelimisha दुआ के अलावा kwa nia safi wanakuwa maadui yetu. kwa hivyo dawa yake ni moja tu, kwamba tufanye maombi kwa ajili yao. katika ramadhani hii mufanye maombi ili tusalimike katika shari ya maadui, na muombe rehema kwa ajili ya waislamu, kwamba kwa kuleta rehema mwenyezi mungu awarehemu hawa waislamu. sehemu yoyote ambapo wahamadia wanadhulumiwa, mwenyezi mungu awasalimishe katika dhuluma ya hawa maadui. na juu ya haya yote ni kwamba अता करे katika ramadhani hii mwenyezi mungu atujalie uchamungu halisi, ili
tuweze kupata ridhaa ya mwenyezi mungu मुखालिफीन दीन na kwa msaada wake na kwa fadhila zake खायब व खासिर होता देखने वाले tuweze kushuhudia maangamio ya maadui katika maisha yetu mwenyezi mungu alete mapinduzi yaliyo halisi ndani yetu katika mwezi mtukufu ramadhan amin الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر